pale, unamfumba macho, unamfumba mdomo, kinachofuata unafanyaje? Unamfunika, kwa sababu maiti anapokufa anakuwa anaona aibu. Kwa hiyo na wewe sio vizuri kukaa kumkodolea nini macho. Kwa hiyo unamnyoosha, unamweka vizuri, unamfunika vizuri, naacha mnaangalia zoezi la kufanyaje? Zoezi la kumsafisha. Umeona? Sasa mfano mgonjwa amefia hospitali, amelala, kesho ndo mnapewa maiti. Mnapewa maiti tayari imeshakakamaa. Kwa hiyo maiti pale inapokuwa imekakamaa, ili ukikunja hivi haendi, ukimgeuza hivi haendi. Alivyoweka mkono ndivyo alivyoweka. Kwa hiyo ndio tunatumia vitu vya kusaidia, mfano kama mafuta ya nazi, au wengine wanatumia tui la nazi. Nazi unaikamua kama vile ilivyo itii maji. Unaikamua nazi kama ilivyo lile tui, alafu unachukua ile tui unampaka marehemu kwenye nini? Kwenye viungo vyake humu. Kwa hiyo unakuwa unampaka kwenye viungo, alafu unafanyaje? Unavinyoosha. Unanyoosha taratibu, unanyoosha taratibu. Naona. Unakuja kwenye miguu vile vile, unapaka. Kama utakuwa unatumia mafuta ya nazi na chumvi au tui la nazi, unamnyoosha taratibu. Maiti, mfano kama maiti inayolala inasafirishwa, kwa wale ambao wanasafirisha maiti, lakini si vizuri kufanya hivyo, lakini kwa wale ambao huwa wanafanya hivyo, japokuwa si vizuri mtu azikwe pale alipofia, utampaka mafuta kwenye nyayo, mafuta ya taa. Kwa hiyo mafuta ya taa yanasaidia kulegeza viungo visikakamae. Baada ya hapo, kwa hiyo maiti ambaye amefia wapi? Amefia hospitali, ndio tunakutanaga na mitihani kama hii. Kwa hiyo ndio tupo kwenye zoezi letu la kuosha. Kwa hiyo hapa tupo kwenye kukafini, yani kumstanjisha maiti. Tunamnyanyua kidogo ili tupate wepesi wa kutoa uchafu. Wasaidizi wangu watanisaidia kumshika na mimi nitamnyanyua kichwani kidogo. Nyanyuka kidogo. Wewe mzima. Sasa. Kwa hiyo mkono wangu wa kushoto nitapitisha kwenye tumbo hapa, nitakuwa ninaminya nakamua. Sio kukamua sana mpaka ufanyeje? Unakamua vile ambavyo vipo njiani, kwa sababu mtu anapofariki tundu zinakuwa ziko wazi. Kwa hiyo kitendo cha kumfanya hivi, vile uchafu ambao uko njiani unafanyaje? Unatoka. Jamani, sio kwa nguvu sana, taratibu, ili asihisi maumivu. Taratibu jamani. Baada ya kumkamua, zoezi linalofuata ni kumsafisha. Nitamsafisha kwa vile vitambaa vitatu nilivyokata, nilivyosema inapendeza kuanza kumsafisha kwa kitambaa kabla ya maji. Naanza na kitambaa cha kwanza. Hiki ninasafishia kwenye upande wa haja kubwa. Kitambaa cha pili. Kitambaa cha tatu. Na huyu ameweka miguu yake hivi kwa sababu ni mzima. Angekuwa
ni marehemu haswa hapa, miguu isingekaa. Kwa hiyo hao wasaidizi kazi yao inakuwa mmoja anashikilia huku, mmoja anashikilia huku. Zoezi linalofuata ni kumnawisha kwa maji. Punguza maji. Nitamsafisha kwa maji nikiwa nimevaa gloves. Naanza kumsafisha tupu ya mbele, alafu namalizia tupu ya nyuma. Nitamsafisha huku ninaangalia kama ametakata au la. Takuwa namkagua ametakata au la, au kile kilichokuwa kimetoka kimeisha au la. Kwa kupitisha vidole vyangu hivi nitaangalia na nitajua kama uchafu umeisha ama ulifanyaje haujaisha. Na angalizo sio kumtumbukiza mkono. Watu wanatia mkono kama hivi, si sawa. Unatakiwa umsafishe maiti kama unavyojisafisha mwenyewe, sio kuingiza mkono kama suni. Ukiminya hivi huwa vitu vinatoka. Kwa hiyo utasafisha kile ambacho kinawezekana kusafisha. Hatua ya kustaji, katika hatua ya kusafisha, kumstajisha. Kwa hiyo baada ya kumtoa uchafu, tutamwaga maji hapa sehemu ambayo alikuwa tunasafisha ili pawe pasafi. Alafu baada ya hapo tutamrudisha kama alivyokuwa. Hatua ya pili, baada ya mswaki inafanya hatua ya kustanjisha. Tayari wameshamstanjisha. Kinachofuata tutapewa habari na mwalimu wetu. Kwa makini namna hilo hali inavyokuwa ya mtu ambaye amekufa. Baada ya kumstanjisha, kinachofuata ni kumtirisha udhu. Tutamtirisha udhu kama udhu wa swala. Tunaikusanya mkono unakaa tumboni na mkono wa kulia na kushoto yote inakutana tumboni, tayari kwa kushikishwa udhu. Angalia Allah alivyo mwema, anataka tufike tukiwa wasafi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baada wameshanaisha mikono tayari, hatua nyingine na baada ya kumtirisha udhu katika viganja, hatua inayofuata ni kumtirisha udhu kwenye mdomo. Sasa mdomo wenyewe hatuoshi kama tunavyoosha viganja. Mdomo wenyewe tunafuta pamoja na pua tunafuta. Kwa hiyo tutafuta kwa kutumia nini? Kitambaa. aliyopo anasafisha sehemu ya mdomo na kuwa kwa niaba ya udhu, anashikisha udhu puani na mdomoni kwa kutumia tambaa, anasafisha kwa kutumia tumeshamshikisha udhu mdomoni na puani. Hatua inayofuata ni kumshikisha udhu usoni. Sema sasa hapa kwenye kumwagia maji natakiwa kunyanyua kidogo, ili haya maji hayatakiwi kurudi puani.
nakumbusha kitu, maana Allah ni karimu sana, anatufundisha. Hata Mtume SAW anatufundisha namna ya kuosha. Ukisha stani, yani vifaa ambavyo vimetumika kustanisha, yani boksi alizokuwa amezivaa katika kustanisha, ikishafika hatua ya kutulisha mdomoni au kunawisha usoni, basi anazivua ili kufanya nini? Atavaa zingine kwa ajili ya kuendelea na uso. Ndio maana mnamuona anabadilisha boksi zile alizostanisha. Tungeziacha kwa sababu hatuko katika jambo lenyewe la uhalisia, lakini kwa sababu tupo katika kujifunza, ni bora kufanya moja kwa moja inavyotakiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kila mmoja jamani, leo ondoke moyo wake ukibubujikwa na machozi kwa sababu ya kuihofia siku kama hii, siku ambayo mwanadamu haitomfaa mali yake, wala siku hiyo hatakwenda na chochote katika kaburi lake. Jeneza na sanda ndivyo atakavyokuwa. Jeneza ndio kitanda chake, jeneza ndio gari lake, jeneza ndio kila kitu, na sanda ndio vazi lake. Tujitafakari na Allah atupe wepesi na hiyo sababu ya kupata uongofu. Kwa hiyo baada ya kubadilisha gloves kwa muoshaji, ndio linakuja zoezi. Hapa ni baada ya kumstanjisha, ndio linakuja zoezi la kumpigisha mswaki. Tulishampigisha mswaki, linakuja zoezi la kumshikisha udhu, ambao tunaanza na viganja, tunakuja mdomo na pua. Sasa hivi tunaingia katika zoezi la kumsafisha uso. Anamnawisha uso mara 3 kama ada ya mtu wa kawaida anaposhika udhu. Kustanji, kushika udhu kwa kunawa vitanga vya mikono. Baada ya vitanga vya mikono, anasukutua mdomo, pua na kisha ananawa uso. Anamuosha uso akiwa amenyanyuka kidogo ili maji yasije yakarudi puani. Zoezi linalofuata ni kumuosha mkono wa kulia. Tunaanza kuosha kuliani kwa sababu ada ya Kiislamu ni kuanzia kulia kisha wapi? Kushoto. Namna hiyo na maisha yetu ya mwisho jamani, tujiandae kwa hili ndugu zangu katika imani, na tulijitahidi Allah tujalie pesi na sisi tukawafanyie ndugu zetu na jamaa zetu. Kidogo. Kisha unafuata mkono wa kushoto. Kisha tunamfuta kichwa pamoja na masikio mara moja. Kisha tunamuosha mguu wa kulia. Kisha mguu wa kushoto. Baada ya hapa udhu wetu utakuwa umekamilika.
Baada ya kumtirisha udhu, zoezi linalofuata ni la kumuogesha. Tunamuogesha kwa kuanzia kichwani mara 3, tunakuja upande wa kulia mara 3, tunakuja upande wa kushoto mara 3. Na utamuogesha mara 3, mwenyewe utakuwa unaangalia hii mara 3 imetosha, ametakata. Kama hajatakata utaongeza, lakini utakuwa unamuosha kwa witri mara 3, mara 5 au mara 7. Tumemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam ighsilniha 3 au 5 au 7, mosheni mara 3 au mara 5 au mara 7, kiasi ambacho unajua hapa maiti atakuwa amefanyaje, atakuwa ametakata. Kwa hiyo tunaanzia kichwani. Maji. Na hapa tunamuogesha. Kwa hiyo tunamuogesha kwa maji pamoja na sabuni. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema almau wa sidr, kwa sababu kipindi hicho kulikuwa hakuna nini, sabuni. Kwa hiyo walikuwa wanatumia sidri ambao ni majani ya mkunazi. Tunaelewana? Walikuwa wanatumia sidri kwa sababu ni majani sidri ni majani ya mkunazi, wao ndio walikuwa wanatumia kumoshea marehemu. Kwa hiyo hapa tutakuwa tunampaka sabuni kichwani, tunamuosha kichwa mpaka tuhakikishe ametakata, iwe mara 3, mara 5 au mara 7. Na pia tuchunge wakati wa kumuosha kichwa, kumnyanyua kidogo ili maji yasirudi katika tundu za pua. Katika kumuosha unatakiwa uzingatie mara 3 kama vile tunavyooga si katika suna. Unaosha kichwa mara 3, unakuja bega la kulia mara 3, bega la kushoto mara 3. Kwa hiyo tunakuja upande wa kulia, na tunapomwagia haya maji mara 3, huyo hawezi kutakata kwa hili kopo. Ukipaka kichwa nywele ukamwagilizia kwa hili kopo, hata ukimwaga mara 3 hapa sabuni haiwezi kuondoka. Tutachota kopo, tutamwagia. Tutachota kopo, tutamwagia. Tutachota kopo, tutamwagia. Hajatakata, tutaongeza la 4 na la 5. Hajatakata, tutaongeza la 6 na la 7. Baada ya hapo tunamgeuza, tunamuosha upande wa kulia. Tunamosha kwa maji pamoja na sabuni kama wewe unavyooga. Tutakata upande wa kulia, tutamrudisha, tutamgeuza upande wa kushoto.
Pia tutamuosha kulingana na hali ilivyo. Kama ni kipindi cha joto, tutamuosha maji ya uvuguvugu. Tutaweka maji kulingana na hali. Anasema kama ni kipindi cha joto atamuosha kwa maji ya uvuguvugu ambayo yametoka kidogo baridi, na kama ni hali ya baridi nadhani anasema kidogo, si ndio? Kama anapokuwa mzima vile vile. Kwa hiyo tutaangalia na hali ilivyo, ndivyo tutakavyomuosha. Sio ndo kamchemshia maji hayo, kwa sababu ndio nini, yeye hasemi kama anaungua. Tutamuosha kama vile wewe unavyooga. Baada ya kumosha upande wa kushoto, sasa tunaosha zile sehemu ambazo zilizobaki, labda kipindi, kwa sababu anatakiwa apate maji kila sehemu. Kwa hiyo tunaweza tukamrudisha kidogo hivi ili tumsafishe huku apate maji vizuri. Wanaosha sehemu ya mgongo, sehemu ya nyuma huku, ili kuhakikisha maji yanaenea. Na sehemu hizi ambazo zimejificha labda chini ya maziwa, tunamuosha vile tuwezavyo kwa witiri mpaka tuhakikishe ametakata. Maji masafi na sabuni imeisha. Kwa hiyo hapa tunakuwa tunamsogeza vile vile kwa ajili ya kuangalia ili pasibaki sabuni hapa. Tunakuwa tunamwagia, tunahakikisha mpaka anatoka maji meupe masafi kabisa. Baada ya kumaliza zoezi la kuosha, zoezi linalofuata ni la kumfuta. Kabla ya kumfuta yeye, tunaanza kwanza kuhakikisha maji yote hapa yamefanyaje, yameondoka. Hapa alipolala hakuna nini? Hakuna maji. Unaona? Ndio maana sehemu ya kuoshea inatakiwa kiwe kitanda cha kamba au ile sehemu ambayo imeandaliwa na kuwa na tobo katikati. Ina maana yale maji hayawezi kukaa. Ndio maana anasema mwoshaji wetu na kwamba ngoja tusubiri kidogo maji yafanye nini? Yaishe. Ina maana kule chini kutakuwa kuna kitu kimewekwa, maji yanafanya nini? Yanaingia. Tumefahamu jamani eh? Nadhani ni tayari maji yatakuwa yamekauka. Sasa tuokoe muda kwa sababu ya ada ya dhuhuri haraka. Kwa hiyo kitendo cha kumosha kichwa mpaka ukahakikisha ametakata, ukaja ukamosha upande wa kulia ukahakikisha ametakata, ukaja ukamosha upande wa kushoto ukahakikisha ametakata, ukaja ukaangalia zile sehemu ambazo huenda maji yakawa hayajafika vizuri ukahakikisha ametakata, mpaka ukatoa hapo maji ambayo yanakuwepo, unahakikisha amebaki msafi, amebaki msafi. Kwa hiyo katika idadi ya kuosha imesema mwisho mara 7, lakini huenda asitakate. Kwa hiyo mara 7 unachotakiwa kuzingatia, umuoshe kwa witiri atakate, kama vile sisi tunavyooga mpaka tunafanyaje, tunatakata. Kwa hiyo hapa zoezi la kuosha linakuwa limefikia hapa. Kinachofuata ni kumfuta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na mama, tumechoka tuliyochoka, nyoyo zimechoka tujachoka, mawaidha yameingia yaingia.
Haleluya. Akina mama takbir. Haya ndio maisha yetu. Tutake tusitake, Allah ndio kashatuandika tuwe hivyo. Kwa hiyo ni wajibu tuwe makini kufuatilia. Hicho ndio kile kitambaa chetu tulisema tunakiandaa kwa ajili ya kufanya nini? Kumfutia. Ni kile kama tunakumbuka. Hiki hapa tunamstiri ili wasione watu wengine, si ndio? Tunamstiri ili tumtoe ile nguo ambayo tumefanya nini? Tumeoshea. Na hii hapa inakuwa ya kufanya nini? Ya kumstiria. Tulisema tunavipunguza vitambaa vitoke viwili. Kimoja tutamfunika, kimoja tutafanya nini? Tutamfutia. Tayari ameshafunikwa. Alhamdulillah. Tumeona namna alivyokuwa alikuwa na ile shuka letu limeloana. Tumelitoa, sasa tayari kashaweka shuka nyingine. Hivi anafanya nini? Anafutwa. Namna ya ufutaji, tunaona shuka ile aliyowekewa hivi ndo wanalitandaza, kisha wakiwa wanafanya nini? Wanamkausha nalo. Tunaona tunaona wapenzi, kwa ndani humo mmoja anafanya nini? Anamfuta nalo hili shuka, anafanya namna hii. Tunaelewana? Hii hapa juu ya kumstiria. Uktimwaka jembe. Uktimwaka. Mshike. Wakati tunamfuta, hii nguo ya juu haitakiwi kuloa. Hatutakiwi tumfute akiwa aura, tunatakiwa tumfute akiwa amestiriwa. Kwa hiyo hii ya ndani tutamfutia, alafu baadaye tutaivuta, tutamfunika na hii nguo kavu. Zoezi la kutoa nguo ambayo tumemfutia, hapa tunakuwa tumemfuta mwili mzima, hana maji. Kwa hiyo wengine watakuwa wanavuta nguo, wengine watakuwa wanashusha hii nguo kwa sababu hii huwa inakaa kidogo juu. Wengine watakuwa wanashusha hii ya kumfunikia. Tayari kitambaa cha mwanzo ambacho walikuwa wanafutia kimeshaondolewa. Hiki kile kitambaa ambacho kilistiri juu ndio kitarudi chini. Alhamdulillah. Zoezi linalofuata hapa ni kumchana nywele zake na kumsuka. Na jambo lingine ambalo hivi vilikuwa vinapatikana katika somo lile la theory, sema ndio tumelifupisha kwa ajili ya nini? Ya muda. Huyu mwoshaji kabla ya kuanza kumuosha marehemu anatakiwa afanyeje? Anuie, atie nia ya kuosha nini? Ya kuosha maiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hakika ya matendo hufungamana na nia, na hakika kila mtu atalipwa kulingana na nia yake. Kwa hiyo hakuna ibada yoyote inayokamilika kama haijanuiwa. Wa niyatu fil qalbi, nia ni katika moyo, nia haitamkwi. Zoezi la kumchana nywele na kumsuka, kwa hiyo ni zoezi linalofanya kwa sasa. Wanamfunga nywele zake ili aende kwa Mola wake vizuri.
Wakati unataka kumsuka nywele unazichana na chanuo kama wewe unavyochana. Utazichana na chanuo zitalainika, alafu ndio utamsuka. Tumemaliza. Je, inafaa kumpaka mafuta ya nazi labda wakati kuchana nywele? Inafaa. Yote ni katika mapambo. Afwan. Hapa tulipokuwa tumemaliza kumuosha, kabla hatujamfuta, tulitakiwa tumwagie maji ya sidr, maji ya karafuu maiti, yale ambayo mwanzo tulimwagilizia kwenye kwenye sahani. Tulitakiwa tunamwagia, ambayo yale maji ambayo yatakuwa yamechanganywa na karafuu maiti ndio yanakuwa ni maji ya mwisho. Kwa hiyo pale unavomosha mara tatu, mwisho unamalizia kwa maji ya karafuu maiti, ambayo yale maji unakuwa umeyachanganya na na karafuu maiti. Yale unamwagia yote kwa pamoja mwili mzima. Maji ya karafuu ndio yale yalikuwa yamekorogwa mwanzo, tukawa tumenyunyiza kwenye shuka. Kwa hiyo yale yaliyobaki huwa yanachanganywa na maji, yanakuwa mengi kiasi. Ukimwagia yale maji yanamuenea mwili mzima, ambayo wenyewe yanakuja juu baada ya kufanyaje? Baada ya kumuosha. Tunaendelea na zoezi letu, tumefikia tamati, nadhani tunaelekea kwenye kumkafini sasa. Maiti yetu tayari, zoezi nadhani litakuwa limekaribia kufika mwisho. Si itapita tukimnyanyua, tunamnyanyua juu. Ukiongea tunafanya nini hapa? Kwa hiyo hapa unaweza ukamuosha kwenye kitanda. Mfano unaosha kwenye kitanda cha kamba, unaosha kwenye kitanda, ukimaliza unakuwa umeandaa sanda chini kama pale kwenye mkeka ushaitandika. Kwa mkishamaliza hapa, mkimfuta mnamnyanyua na stara yake, ama mnyanyue akiwa hana nguo. Kwa mnamnyanyua na stara yake, mnamlaza pale kwenye sanda tayari kwa ajili ya kumkafini. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi
utanufaika pindi itakapofika Korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.